Ilifikia wakati mmoja mimi niliwaza siku moja niende tu bora nikawatoe kafara wazazi wangu. Okay, kiwa ni wasaa ambao unaturuhusu kuingia kwenye ushuhuda, nikukaribishe nikualike moja kwa moja wewe kama ni mdau wa kipindi cha ushuhuda. Mimi tayari niko mara hapa kama Dennis Matayo ambaye nakusogezea kipindi hiki cha ushuhuda, lakini na mgeni wangu ndani na ni mara yake ya kwanza kuweza kuingia ndani. Pengine ametuletea nini? Basi endelea kukaa hapo ili uweze kujua ni nani, lakini ametuletea nini, na tutahakikisha kwamba anatupatia kile ambacho kitatustahili kwenye masikio yetu na kwa ajili ya utukufu wa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini kama una ushuhuda, namba yangu ya kuweza kunitafuta ni 0689114544. Una ushuhuda nitafute, maana ukana ushuhuda wako basi utadaiwa mwenyewe. Mimi nitakuwa sihusiki, maana umepewa fursa umeshindwa kuitumia. Sawa, sasa mtumishi wa Mungu yuko hapa. Ni nani? Kaa hivyo kwanza. Okay, naona bila shaka mitambo imeshakaa vizuri hapa. Sasa nimsogezee kipaza sauti hapa, pengine aweze kutujulia hali kidogo. Kiongozi, karibu sana. Asante sana. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ameweza kunilinda mpaka sasa nipo mzima. Okay, habari za huko utokako, pengine uzima upo? Huko tunamshukuru Mungu, sote wazima, nimewaacha wazima nilipotoka na namshukuru Mungu nimefika hapa salama. Okay, sasa nikukaribishe moja kwa moja katika masafa haya, pengine uanze kutupitisha kwenye kila ambacho umetuletea kama ushuhuda. Karibu sana, tuambie majina yako, lakini umetokea wapi na pengine makazi yako ni wapi, na moja kwa moja utupitishe kwenye kisa ambacho umetuletea kama ushuhuda. Karibu. Asante sana. Kwanza kabisa nipende kujitambulisha kwa majina yangu. Mimi ninaitwa Kalebo Samson Kazana. Ni mzaliwa wa mkoa wa Kagera, wilaya ya Biharamulo, kata ya Kabindi. Pia mimi ni mtoto wa 3 kuzaliwa katika familia yetu ya jumla watoto 7. Nimefanikiwa kuokoka, ninampenda Yesu na ninamtumikia Mungu katika sekta ya uinjilisti pamoja na ualimu. Kwa mahali hapa Tabora nipo kimasomo zaidi na nipo shule, nipo kidato cha 6 ndipo ninasoma. Pia ninamshukuru Mungu, nipo ninaishi na kaka yangu, ndipo nilipofikia mahali pale. Pia ninaabudu katika kanisa la EAGT Nazareti. Kila mwenye mahitaji anakaribishwa mahali pale, ambapo akifika pale anaweza kuhudumiwa kwa aina yoyote ile anavyopenda. Ushuhuda wangu ni kwamba mimi nimeshatanguliza kusema ni mzaliwa wa mkoa wa Kagera. Kwa hiyo nianze kwa ufupi historia yangu ilikuwa kuaje mpaka nikaingia katika utumishi, na mimi mwenyewe katika utumishi nimefanya mambo gani. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Tangu nimezaliwa mwaka 2000 katika familia ya watu waliookoka, nikimaanisha baba yangu na mama yangu ni watu ambao wameokoka. Lakini baadaye tulivyoendelea, baada ya kujitambua mimi mwenyewe, niliamua kuacha kusali kwanza. Ikiwa ni mwaka 2012, nipo darasa la 6. Pale nilivyoacha kusali nilienda mitaani. Kwa hiyo bado huku nikawa nasoma, na penyewe inatokana na kwamba baba yangu alikuwa ameacha na yeye kusali. Kwa hiyo kukawa kuna migongano mbalimbali, nikawa nimeacha kusali, nikaona Mungu hana msaada wowote ule. Lakini kwa wakati ule sikujua Mungu alikuwa ananipangia nini. Nimeacha kusali hiyo darasa la 6 mpaka nimekuja kufika kidato cha 4, ndipo tena roho ya kumtumikia Mungu ikaanza kurudi. Unaweza kuangalia ni miaka mingapi hapo, ni miaka ambayo imepita sana, maana niliacha kusali tangu 2012. Ikafika hatua 2017 mwishoni ndipo nikaanza kupata shauku ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nilivyoanza kusali tu nilianza 2018. 2018 nilivyoanza kusali nilikuwa nikimtumikia Mungu. Bado kuna roho ikawa inaniita, inahitaji nimtumikie Mungu. Nikiangalia elimu na kiwango changu, bado nikawa najiona mimi si kitu. Sikutegemea kama Mungu kweli anaweza akawatumia watu kwa namna hiyo. Kwa hiyo kwa wakati ule mimi nilifikiri kwamba Mungu anaweza akatuacha, lakini bado Mungu aliendelea kuwa pamoja nami.
Kitu ambacho kilinifanya niingie katika utumishi wa Mungu ni kwamba hiyo 2017 mwezi wa 10 tarehe 30, ambayo ni tarehe tuliokuwa tukianza mtihani wetu wa kidato cha 4 wa taifa. Ni kwamba hiyo siku nilivyoenda kwenye mtihani wa kwanza sikupata ile akili ya kufanya mtihani. Yaani nilifungwa akili yangu kwa wakati ule, kwa hiyo sikuweza kufanya mtihani vizuri. Maana nilikuwa kikohozi hakiishi. Muda mwingi ninakooa. Kwa hiyo sikujua ni nini. Lakini baada ya kuingia katika kazi ya Mungu ndipo akanifunulia kile kitu. Ni kwamba nilikuwaga nimekabwa na kitu. Na ile hali iliendelea kwa muda mrefu sana, kwa sababu nilikaa tangu 2017 hiyo, kuanzia mwezi huo wa 10 mpaka 2019. Ndipo hiyo hali ilikuja kuisha, ambapo nilianza kumtumikia Mungu. Na mimi mwaka huo 2019, huo mwaka nilimwambia Mungu, ninahitaji unifungue, kwa maana sasa nitaendaje kufanya kazi yako ikiwa mimi mwenyewe kwa namna hivi nilivyo haiwezekani. Ninakooa muda mwingi, na hasa ilikuwa ikifika usiku ndio muda ambao kikohozi kinapanda na kuzidi sana. Kwa hiyo kwa ule muda mimi nikamwambia Mungu, kipindi ndipo nimeanza kusali 2018, Mungu, ninahitaji uweze kuniponya kikohozi changu hiki. Kwa hiyo Mungu akanijibu, akaniponya 2019. Na ilikuwa ni mwezi wa 6, na ndipo nilianza kazi ya Mungu. Nilishangaa sana kwa siku ya kwanza kabisa nilivyokuwa sidhani kama ninaweza kumtumikia Mungu kwa wakati huo au kwa sekta hiyo. Nilivyoingia madhabahuni na Mungu akanitumia zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nimewaza. Kwa sababu akili yangu nilijua sasa ninaenda kuhubiri watu, wananizidi elimu, wananizidi miaka, wananizidi kila kitu. Lakini nikasikia Mungu akinitia moyo, akiniambia nenda na utaweza. Akaniambia nenda ukasome Yeremia sura ya 1, utajua ni nini Mungu anakusudi na wewe. Kwa wakati ule mimi nikaenda. Kwa hiyo nilivyosoma pale, baada ya kumaliza kusoma nikawa nimetulia. Nikaendelea pale, nilikuwa bado sijajiunga na elimu ya kidato cha 5 na cha 6, ambapo kwa sababu ya ufaulu wangu ulionekana kama ni mbaya, lakini ni kwamba ni shetani alikuwa tayari kashatufunga akili pale nyumbani sote. Na aliweza kumfungua baba yangu baada ya mimi kuanza kusali. Ndipo mzazi wangu mwenyewe naye akafuata kwa wakati ule, naye akaanza kusali. Lakini kilichomfanya mzazi wangu aanze kusali ni kwamba alikuwa na mdogo wake ambaye ni baba yangu mdogo. Yule mdogo wake alikuwa na mali nyingi sana. Alafu yeye baba mwenyewe akijiangalia mali anaona hana. Wakati huo mdogo wake amepelekwa kulazwa hospitalini. Alivyopelekwa kulazwa hospitalini, basi yeye kama mzazi baba yangu akawaza sana, sasa kama huyu mwenyewe ana pesa hizi zote, lakini kila wakijaribu kumtibu inashindikana, je, mimi ambaye sina pesa nikiugua ni nani atakaye nisaidia kwa wakati ule? Bado kwa wakati ule 2019 ndoto ya kumtumikia, ndoto ya kusoma ilikuwa bado haijapotea. Kwa maana niliamini tangu niko darasa la 1 mimi nitasoma hadi chuo kikuu. Kwa hiyo sikujali lile. Watu walivyokuwa kiniuliza mbona we hauendi shule? Nilichaguliwa kwenda chuo kilichopo Sumbawanga, lakini kutokana na uchumi wetu ulivyokuwa mbaya sikuweza kufanikiwa kwenda. Watu walikuwa wanaongea sana, wanasema huenda wewe labda umefeli. Nikawaambia inatakiwa mkae kimya kwa sababu yupo Mungu ambaye ananisikiliza. Na niliwajibu vile kwa sababu tayari nilikuwa nimeshaanza kusali. Lakini kama ningekuwa sijaanza kusali, nafikiri kuna maneno mengine ambayo ningewajibu. Kwa hiyo baada ya hapo kumomba Mungu aweze kunisaidia niende kidato cha 5 na cha 6 na kumfungua baba yangu, ndipo nilianza kuombea namna ya kusoma. Nikamwambia Mungu, wewe unajua kabisa familia yetu ni familia gani, na unamjua baba kilichomrudisha ni kitu gani. Kwa hiyo wewe Mungu ndiye unayeweza kumwokoa. Ikawa imefika 2020 mwezi wa 1 kabisa, nikawa nimeambiwa unahitajika uende kusoma kidato cha 5.
Sikuamini kwa mara ya kwanza, maana kwa wakati ule tayari kazi ya Mungu ilikuwa imeshapamba moto, nimeshamtumikia Mungu na nimeshaona ukuu na uweza wa Mungu. Kwa hiyo nikasema sasa ninapoenda huko, Mungu, ninaenda kuanzia wapi? Sikujua ni wapi ninakwenda kuanzia. Kwamba nitakapofika mkoa wa Tabora ni nini nitaanza nacho, au ni wapi, ni kanisa lipi nitaanza nalo. Bahati nzuri namshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema na mwaminifu, aliendelea kunipigania mpaka ikafika tarehe 7 ya mwezi wa 7 2020. Ndipo nikaanza safari ya kuelekea Tabora. Baada ya kufika Tabora, nilipofika kwanza nikamuuliza Mungu, ni sehemu ipi? Nikurudishe nyuma kidogo. Umetuambia kuna kipindi ambapo familia yako ilianguka ikarudi nyuma, lakini ilikuwa kwenye misingi ya Kristo Yesu. Hivi kitu gani ambacho kilisababisha kwanza kawepo ile anguko? Ilikuwa lilisababishwa na nini? Anguko hilo lilisababishwa, kwanza kilichosababisha ni mali za baba angu kuanza kuisha polepole. Maana alianza kuuza kila kitu. Akauza mashamba akawa kamaliza. Alivyouza mashamba akamaliza, akaja akauza nyumba akawa amemaliza. Alivyouza nyumba akanunua nyumba ndogo. Ile nyumba ilikuwa na thamani kubwa, akauza akanunua nyumba yenye thamani ndogo. Kwa hiyo hilo ndio likawa anguko, na aliyeanguka alikuwa ni baba yangu peke yake. Lakini mama yangu yeye aliendelea na kusali na akiwa akizidi kutuombea. Maana mama mwenyewe ilifika hatua mimi tulikuwa hatuelewani. Alikuwa akiniambia, wewe ni lini utasali? Mimi naye nilikuwa nikimuuliza, Mungu wako wewe yuko wapi? Kama Mungu yupo, mbona hakusaidii? Lakini pale nilivyokuwa nikimjibu vile, ilikuwa ni kwa sababu tu ni pesa ilikuwa imeanza kuingia. Na ilifikia wakati mmoja mimi niliwaza siku moja niende tu bora nikawatoe kafara wazazi wangu. Lakini hiyo siku nimeokoka, ndiyo siku ambayo nilikuwa nimepanga niondoke kwenda kuwatoa kafara. Kwa hiyo Mungu alinisaidia. Ndipo kwa wakati ule ikafika hiyo safari, nikaja nikaelekea huku. Nilipoelekea Tabora, nilipofika